nafasi nzuri hii kusimama mbele zenu watumishi wa Mungu mlioitwa na Bwana Yesu. Namshukuru mchungaji, ni washukuru wazee wa kanisa, mashemasi, viongozi wa idara, wanawake, wanaume, vijana, wa kike na wa kiume, pamoja na watoto wetu ambao mmekuwepo mahali hapa mkiujenga ufalme wa Mungu. Mungu awabariki sana. Natamani ningemgusa mmoja mmoja, lakini kwa sababu ya kukomboa muda naomba unisaidie. Jirani aliyo karibu na wewe mwambie nakupenda. Jamani, mwambie nakupenda. Hiyo ndio salamu yangu mimi, nakupenda. Kwa sababu nikitafsiri sana kupenda kuna mapana yake. Mungu awabariki. Tuko kwenye wiki ya WWK. Wanawake punga mkono namna hii. Mungu alipoumba vikukamilika mpaka alipomweka mwanamke. Piga kigeregere mwanamke. Tumekirimiwa zawadi kubwa sisi wakina mama. Mungu alipotuumba akatukirimia zawadi kubwa. Sisi ni wazao wa wote walio hai. Uwe mfupi, uwe kidogo, uko kile, lakini wewe ni mzazi. Haleluya. Wiki hii ni wiki nzuri ya kina mama. Mama, ukae kwenye nafasi na uitendee haki. Hii ni wiki yetu. Tumepewa zawadi ya siku 7, jinsia ya kike, tusimame mbele za Mungu. Sasa umaanishe, uondoke huko kwenye utaratibu kwamba tumezoea kuona sikukuu ya wamama. Hapana. Nenda ndani sana zaidi kwamba wiki hii ina maana gani. Na hizi nyakati tulizo nazo. Hii ni wiki ya kufunguliwa. Hii ni wiki ya kuponywa. Hii ni wiki ya kubarikiwa. Hii ni wiki ya malango ya afya, malango ya uzao, malango ya uchumi kufunguliwa. Madamu amesimama mwanamke akaambiwa mwana mpumbavu mzigo wa mama. Alafu mwanamke asiyejua ataubeba mzigo. Tuna mahali pa kutoa mzigo. Yesu anasema wote wenye mizigo na waje. Tunautua mbele ya Yesu na anaweza yote. Tumeimba na kwaya hapa. Si jamani Na tunalijua hilo, si ndio? Jina la Bwana libarikiwe. Mimi kama alivyosema mtoto wangu, kiongozi wangu, mimi naitwa Mama Tibe. Kwa jina ambao wamenizoea ni Mama Tibe, lakini naitwa Winfrida Tibe. Ni msafiri pamoja na nyinyi, naenda mbinguni. Mimi nimependelewa kuishi juu ya uso wa dunia. Mimi ni bibi yenu. Wengine hapa ni wajukuu, wengine ni watoto. Hapa kaka zangu hawapo, dada zangu hawapo hapa. Hakuna. Kuna watoto tu na vijukuu na vitukuu. Haleluya. Mungu amenijalia kuwepo duniani, amenipa watoto 7, amenipa wajukuu 19, amenipa vitukuu 4. Sasa ukiona duniani unaona vitukuu juu, umependelewa. Haleluya. Mwenzangu ametangulia, kama naniwekea nafasi sijui, lakini kila mtu ana fungu lake. Mimi sasa nina miaka 4 nimeshauzoea ujane. Lakini mmesalimiwa. Nina watu ambao tunaenda wote safari ya kwenda mbinguni. Niko pale Msimbazi, kanisa la Tanzania Assemblies of God Msimbazi, kwa mtumishi wangu mchungaji Moses Malimi. Niko pale. Washirika wanajua kwamba leo niko hapa, na Mungu awabariki na mpokee salamu zao. Nilipokuwa nikimsihi Mungu sana nijeje leo, mimi nina ujumbe mfupi wa mimi na wewe tutaweza kushirikiana ujumbe huu. Naomba niombe. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu, na kuinua na kutukuza na kubariki mjakazi wako nimesimama. Nitumie kama chombo chako cha rehema na Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu nakuona na nauona utukufu wako Mfalme. Nena na mmoja mmoja. Neno lako napolituma na hakika linayatimiza makusudi yako yaliyokusudiwa. Nashuka na pungua rasi ugusi utukufu wako, bali katika kila jambo na kila tendo jitukuze. Achilia usikivu ndani ya mmoja mmoja, maana kiongozi mkuu ni wewe Roho Mtakatifu. Ele Mungu, hayo uliyoyanena yaweze kutusaidia kupiga hatua. Ni katika Kristo Yesu naomba nikiamini. Tuseme amina. Ujumbe wetu nitaka nizungumzie utumishi. Tunapozungumzia utumishi, sisi kanisa letu la Tanzania Assemblies of God tuna idara. Kuna idara ya CAs, kuna WWK, kuna idara ya watoto, kuna idara ya wababa, kuna idara ya watoto wa wachungaji, kuna idara ya umisheni, kuna idara ya uinjilisti, kuna idara ya maombi, kuna idara ya kusifu na kuabudu. Si ndio jamani? Zote hizo ni idara. Lakini ukiangalia hizo idara zinasimama kwenye msingi gani? Zinasimama kwenye msingi wa kumfanya kila mshirika afikie kwenye utumishi mkamilifu. Zinakuleta karibu na utumishi. Ndio maana ya idara.
Kiona idara mwanamke, unapokwenda kwenye WWK, ukiangalia makusudi yetu na shabaza WWK, WWK inakusogeza uwe mtumishi wa karibu. CA zinakusogeza uwe mtumishi wa karibu. Idara ya watoto inawasogeza watoto. Idara ya wachungaji, watoto wachungaji. Idara ya mission, idara ya maandiko inawasogeza. Kwa hiyo moja kwa moja inatusogeza kwenye utumishi. Mimi nilipokuwa nikimsihi Mungu nikaona nilete somo hili la utumishi kulingana na neno letu, siko mbali nalo andiko letu ambalo watumishi wa Mungu wamepewa mafunuo wakatupa hilo andiko. Mimi nitazungumza habari za utumishi, lakini na kipengele kinachosema kumtumikia Mungu kwa kumjua. Wewe na mimi kumtumikia Mungu kwa kumjua. Maandiko yetu ya somo, tutakwenda haraka. Na maandiko mengi tutakwenda haraka na wengine mtanisaidia kusoma. Tutakwenda haraka. Maandiko yetu ya somo, andiko letu la kwanza tutalisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 28. Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 28 na ule mstari wa 9 na wa 10. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 28 ule mstari wa 9 na wa 10. Tasoma kama ilivyoandikwa. Nawe Suleimani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali. Kwa kuwa Bwana utafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana, nawe ukimwacha atakutupa milele. Na kisoma katika kitabu cha Ayubu, andiko letu la pili tunasoma katika kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu ile sura ya 22 na ule mstari wa 21 na 22. Tasoma kama ilivyoandikwa. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yawe moyoni mwako. Na andiko letu la mwisho ni katika kitabu cha Waefeso. Maandiko yetu ya somo, wewe unayoandika, maandiko yetu ya somo ni katika Waefeso sura ya kwanza na ule mstari wa 17. Anasema, Mungu wa baba wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Mstari wa 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake, jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo. Utangulizi wangu, watu wa Mungu, mjue kwamba mpango wa Mungu ni kutuandaa tuwe watumishi bora. Ndio mpango wa Mungu. Kusudi la Mungu kwanza la kukuumba wewe. Ukijiuliza maswali, kwa nini uliumba? Kwa nini Mungu aumbe mwanadamu? Kweli aliviumba vitu vyote aliviumba. Alitamka neno vikawa. Lakini kwa mwanadamu aliumba, alikaa katulia, akafinyanga, kamaliza, akatoa pumzi ya uhai wake. Lakini ukiangalia kwa nini Mungu alikuumba, alitamani kuwa na viumbe. Alitamani kuwa na viumbe watakao mfanana kwa moyo na kwa akili. Ndio maana utasoma katika Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 26 na kuendelea. Anaposema tumuumbe mwanadamu kwa mfano wake, alitamani umfanane kwa moyo na kwa akili. Na la pili, alitamani kuwa na viumbe atakao washirikisha vile alivyo na yale anayoyafanya. Alitamani la pili, viumbe atakao washirikisha vile alivyo na yale anayoyafanya. Na la tatu, alitamani awe na viumbe watakao tawala mbingu na nchi pamoja na yeye. Alitamani awe na viumbe atakao tawala mbingu na nchi pamoja na yeye. Na sisi tumekirimiwa utukufu uliotukuka. Wewe na mimi ambao tumempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu, utumishi uliotukuka wenye hatima ya umilele. Sisi tumekirimiwa utumishi uliotukuka wenye hatima ya milele. Tendo la kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi
kunatuleta katika uhusiano wa utumishi mkuu pamoja na Mungu. Unapompokea Bwana Yesu, unakuja kwenye kusudi la moyo la kukuumba umfanane kwa moyo na kwa akili, akushirikishe vile alivyo na yeye anayoyafanya, aishi na wewe, atawale mbingu na nchi pamoja na wewe. Wewe na mimi tuna utumishi huo usio huo. Na ukisoma katika Yohana, sitasoma sura ya Yohana sura ya 17 mstari wa 18, kuna kitu kimoja Yesu anatukabidhi, anatuombea. Anasema kama nilivyotumwa na hawa na watuma. Ukianzia kwenye maombi kuanzia huyo mstari wa kwanza utaona maneno mazuri sana ya kukuweka vizuri. Sisi wewe na mimi ni watu wa tofauti. Na ukisoma Mathayo ile sura ya 28 mstari ule wa 20, anaposema tuwafundishe, tuwashauri, lakini huko mwisho anasema nitakuwa pamoja na wewe hadi ukamilifu wa dahari. Hiyo ndio inayoonyesha kwamba Mungu alivyotuumba, ni kweli aliumba Adamu akaharibu akafanya hivi, lakini katika kutafuta tukarudishwa kwenye nafasi ya utumishi. Tukarudishwa kwenye nafasi ya utumishi, tukakirimiwa utumishi uliotukuka. Unajua tukisema watumishi huwa tunalenga sana kwa wachungaji, tunalenga labda wazee wa kanisa, tunalenga mashemasi. Hapana. Sisi wote ni watumishi. Vile ni vitengo tu vya kawaida, lakini wote ni watumishi. Niombe kuanzia sasa utambue hivyo kwamba wewe ni mtumishi, tena una sifa nyingi utumishi wako. Unaweza ukatembea ukasema mimi ni mtoto wa Mungu, ukasema mimi ni mtakatifu wa Mungu, mimi mtumishi wa Mungu. Zote hizo ni sifa zako. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo siku zote huwezi kuajiriwa kazi bila kujua wajibu wako, malipo yako, katiba ya mwongozo wa kazi yako. Hata kwenye kazi tunazozifanya, unaenda kutumika, ni mtumishi wa serikali, lazima hiyo ofisi ujue napata nini, kuna mipaka yangu, wajibu wangu. Je, katiba ya mwongozo inasemaje? Nikistaafu nakuaje? Je, nikifanya kazi nakuaje? Je, napandishwa cheo lini? Lazima ujifunze hivyo vitu. Kwa hiyo sasa tunaposema, somo langu linasema kumtumikia Mungu kwa kumjua. Somo langu tumeanza, tunamwangalia Suleimani na baba yake Daudi katika Mambo ya Nyakati kama tulivyoliona andiko. Suleimani anatoa mausia, anapewa mausia na babake. Daudi anamaliza kazi, anamhusisha mtoto wake Suleimani, lakini naona anampa mausia ya vitu vitano. Alihusiwa kwa misingi mitano ya kuzingatia moyoni ili aweze kuwa mtumishi kwa kazi ambayo alikuwa anatakiwa kufanya, awe mtumishi bora. Daudi anamwambia Suleimani, mjue Mungu wa baba yako. Kwa nini amjue Mungu wa baba yake? Miungu wako wengi. Miungu walikuwa wengi, na wengine ni wazuri, na wengine wanavutia, na wengine ukiwaona wanapendeza. Akamjua huyu Suleimani anaingia kwenye kazi, lakini mahusia yangu ninachotaka kumpa cha kwanza, amjue Mungu wangu, amjue Mungu wa baba yake. Sasa bila kumjua anaweza akahangaika, kwa sababu ni mwanadamu, ana akili zenye mipaka. Anaweza asipate utumishi ulio bora. Kwa mpa usia la kwanza, kumjua Mungu wa baba yake, kwa sababu asije akamchanganya Mungu wa baba yake na miungu mingine. Maana kulikuwa na miungu mingine inapendeza ukiangalia kwa macho ya kawaida, kwa sababu sisi wanadamu tunatamani, ungeona angependeza, lakini akasema umjue huyu Mungu wa babako. Na la pili anasema kumtumikia kwa moyo mkamilifu. Kumtumikia katika moyo mkamilifu, yani yakiwa na maana utumishi unaoenda kuutumika kwenye msingi huko kwenye moyo. Kunatakiwa kwenye moyo, unaweza kweli mikono tumia, miguu tumia, lakini msingi huko kwenye moyo, kwa sababu huko kwenye moyo ndiko kwenye shamba zuri la huo utumishi, huko kwenye moyo. Kwa hiyo mtumikie katika moyo mkamilifu. Na la tatu, moyo wenye nia ya kumkubali. Nia, najua nia. Sinapo kwenye utumishi wote tumeokoka, tuko kanisani, tuko kwenye idara ya wamama, tuko kwenye idara ya siezi, tuko kwenye idara ya watoto, tuko idara ya wababa, tuko nia ya ile kwenye kuwepo kwenye idara, nia yako ya kuwepo kwenye kanisa hili, nia ni nini?
nia. Anasema kwenye nia ya kumkubali. Nia ya kumkubali. Nia, kitu nia kina mapana yake. Kina mapana yake. Nia. Na la 4, anasema Mungu hutafuta mioyo yote na kutambua mawazo na fikra. Wewe huwezi kunijua hapa Mama Tibe nikoje. Mimi siwezi kukujua. Edina mwanangu, unaweza ukakaa na rafiki yako huyo hapo usimjue. Unatembea naye huwezi kumjua. Lakini ni Mungu tu. Mungu ndiye anayetafuta kwenye mioyo, kwa sababu huko kwenye mioyo yetu ndipo palipo shamba la utakatifu. Huko kwenye moyo. Huko kwenye moyo. Huko kwenye moyo ndio kila kitu, huko ndani kwenye moyo. Kwa hiyo Mungu anaangalia mioyo. Akamwambia awe makini Sulemani. Ajue kabisa kwamba utumishi huo Mungu anatafuta siku zote. Utafuta na kutambua mawazo na fikra uko kwenye moyo. La 5, anamwambia ukimtafuta ataonekana. Ukimwacha atakuacha milele. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi tumeitwa kumtumikia Mungu. Tunayoyafanya ndio maandalio yetu ya tunayokwenda. Hapa tulipo. Unayofanya, kuimba kwako, kuomba kwako, kutembea kwako, yale kuikana nafsi kwako, kujitwisha msalaba kwako, ndiyo yanayokuandalia huko tunakokwenda. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Ndipo yanayotuandalia hayo unayofanya. Ukiona umekuja kwenye ibada hujapoteza. Hayo unayoyafanya hayo. Haijalishi umeokoka jana, haijalishi umeokoka miaka mingi iliyopita, haijalishi una miaka 10. Mimi nimebahatika, huu ni mwaka wa 36 toka nimeokoka. Haya ninayoyafanya ndiyo naye niandalia huko ninakokwenda. Kwa hiyo sasa, kama tunamtumikia Mungu, yale tunayoyaamini kwa moyo ndiyo yanayoongoza kwenye matendo yetu. Wewe na mimi unaamini nini? Yanakuongozaje kwenye matendo yako? Yale unayoyaamini, unaamini yapi? Yanayokuongoza kwenye matendo yako. Lakini ili uwe mtumishi mzuri, lazima yale unayoyaamini wewe ndio yakuongoze kwenye matendo unayoyatenda. Hapo ndo tutakaa kwenye vizuri kwenye utumishi wako wa kumtumikia Mungu kwa kumjua. Ukisoma Yohana 14 na ule mstari wa 1, Yesu anawaambia wanafunzi wake, alijua kwamba yale mazingira yanayokuja lazima watasononeka, lazima watapata shida, watafadhaika. Akasema hapana, msifadhaike mioyoni mwenu. Niamini mimi, muamini na Baba. Mimi naenda huko nako kwenda. Naenda niandae makao. Alafu nikienda huko, nikishaandaa narudi nije niwachukue. Hayo waliokuwa na yamini, muamini, ndio yatakayowaongoza katika maisha yao kwenye matendo wanayoyaamini. Kwa hiyo msimamo wetu ndio unaotuzalishia nguvu ndani ya mioyo yetu. Msimamo yako. Unajua jamani, tujipigie makofi. Kipindi tulicho nacho kina vitu vingi vya kutisha. Tuko kwenye nyakati za mwisho. Wewe kabla hujaondoka, wewe ni shahidi mwenyewe wa nafsi yako. Kulikuwa kuna kitu kinakuvuta. Hivi umeshindana nacho na kwenda, Mungu niende mimi, unajua WBK kiongoza asiponiona mimi, alafu ni wiki yetu niende. Unashindana nacho. Mwingine niende nikawaone wamama eti leo sherehe yao. Sijui wamama wanafanyagaje kwenye sherehe yao, ngoja nikawasikilize. Vinavuta. Neno la Mungu linasema mwili ushindana na roho siku zote. Kwa hiyo maamuzi yako ndio yanayozalisha nguvu ndani ya mioyo yetu. Maamuzi halisi ndio yanayotawala mawazo yetu. Yale maamuzi ya halisi. Ndio maana Daudi anamwambia mwanae nia ya kumkubali Mungu. Kuna mwingine maamuzi sio halisi. Ndio maana ukakuta wanasema wengine, sio mimi lakini na hapa hawapo. Nasema ni mfano. Sio kasema amesema hapana. Hapa hawapo. Kuna watu watatu. Kuna wasindikizaji, kuna mashabiki, kuna halisi. Watu watatu. Ukitembea utakutana nao. Wako mashabiki. Yaani wewe ukitangaza naweza kainuka na kigeregera akapiga akagaragara na chini huyo mtu. Kesho msubiri umuone ngo. Alikuwa shabiki. Bwana atusaidie. Wasindikizaji, yeye nayopigwa ndiye anayoicheza. Ikipigwa kushoto kacheza, ikitezwa kulia anacheza.
basi, lakini yuko kanisani, tunaenda mbinguni. Sasa kuna wale halisi. Ndio maana mtumishi wa Mungu Daudi amsitizia mwanae kwamba nia, umtumikie Mungu kwenye nia ya kumkubali. Kumtumikia Mungu lazima umjue unamtumikia nani. Najua wakati mwingine unaweza ukaona kama labda kuokoka ni taratibu fulani tu, na mimi niko na kundi, tunasikia tu pale kuna kanisa, pale kuna kanisa, na mimi nimeokoka, na ikaonekana ni kweli. Lakini kumtumikia Mungu ukijua yeye Mungu ni nani, lazima ujue sisi tumepandwa, wewe na mimi tumepandwa. Tumepandwa kama mbegu. Yohana 15 Yesu anaeleza habari za mzabibu wa kweli. Tumepandwa kama mbegu. Mbegu ikichimbwa, ikiweka kwenye ardhi, inahamishwa kwenye mazingira mazuri, inapelekwa pale kwenye ardhi, inaanza kupata shida. Lakini yuko mwenye ardhi anaisaidia kunyunyizia maji mpaka utoe mche. Unakuwa mpaka unakuwa mti, anakuja kuchungulia, unatoa maua. Yenyewe mbegu inaendelea kutoa kwa sababu kuna mtu anayeshughulika na hiyo. Mpaka mche unatoka, maua yanakuja, matunda yanakuja. Wewe na mimi, sisi ni mbegu tumepandwa. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Sisi ni mbegu tumepandwa. Haijalishi ukajikuta huko kwenye shida, lazima uikute kwenye shida. Maana mtu ukiwa ndani ya Kristo Yesu umekuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, yale uliokuwa na yatamani yamepita, uliokuwa na yapenda yanapita. Unarudi, unageuka, unatupilia mbali huko, unaachilia. Yesu anakutoa, anakupa nguvu ya kushinda dhambi zilizopo, anazifuta za zamani. Yesu anakubadilisha, anaachilia laana zote, zinanyamazishwa kimya, anakuweka huru. Na tukishawekwa huru tunatangaza uhuru kweli kweli. Kwa hiyo utumishi wa kumjua Mungu, lazima umjue Mungu ni nani. Sasa wakati mwingine tunaingia kwenye misimu migumu. Kipindi tulicho nacho si kama kipindi cha nyuma. Mimi bahati nzuri Mungu amenijalia, nimekuwa juu ya uso wa dunia kwa muda kidogo, nina bonus. Hata sasa hivi na miaka ya bonus, sasa hivi nina miaka 74. Kwa hiyo Mungu amenipa miaka ya bonus. Sasa hii miaka ya bonus, na hii mwaka wa 37 sasa toka nimeokoka, najifunza, naangalia mambo yanayobadilika. Lakini ukisoma hata Biblia, nyakati zile ilitabiriwa kwamba kipindi kama hiki kitatukuta. Sasa wewe na mimi tumebarikiwa kupita kwenye kipindi hiki tukione kwa macho, kwa sababu na malaika pamoja na manabii kusema walikuwa wanatamani wakione kitakuwaje. Sasa wewe na mimi uko kwenye kipindi hiki cha nyakati za mwisho. Hizi nyakati za mwisho inabidi uwe makini sana kwenye utumishi wako. Lazima ufanye utumishi wa kumjua Mungu yeye ni nani. Nina mambo 5 ya kukufahamisha yeye Mungu unayemtumikia, yeye ambaye amekupanda. Unajua wakati mwingine tunateseka sana, hatujajua Mungu wetu. Yeye ndiye anayekupanda, yeye ndiye anayekunyunyizia, yeye ndiye anayejua mbolea atakuwekeaje, yeye ndiye anayejua upepo ufanyeje, yeye ndiye anayeshughulika na wewe. Wewe ushughuliki, wewe upo. Wewe amekuweka hapo ili umwandalie kizazi kilicho safi. Amekuweka hapa ili uandae watu walio safi, watakao kwenda mbinguni pamoja na wewe. Ndio maana Yesu anasema yeye ni mzabibu wa kweli, lakini yeye ukae ndani mwa Yesu, umfanane Yesu. Yohana 1:12, wote waliompokea wamefanyika kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo hapo unapotembea, Mungu kuna kitu anakiangalia ndani mwako. Wewe ni mbegu imepandwa. Na kweli kwa sababu imepandwa lazima ipite kwenye shida. Wakati mwingine ukame unapita, lakini kama mbegu ni wewe, mimi nitasema lakini yuko mnyunyizi wangu anakuja. Jamani, si anakuwepo haipiti sasa ni ukame, hela sina, haijalishi sasa nikoje, lakini yuko mnyunyizi anakuja. Mpaka nifike nipande matunda. Pamoja na kuwa na matunda, usifikiri umemaliza. Haijalishi una karama, una vipawa, sio hujamaliza bado. Kwa sababu mti wenye matunda ndio unaokongolewa. Watoto wakipita mawe, mtu mzima akipita mawe, na wengine wakija na mapanga wanapiga magome, wanaenda kunywa dawa. Wote kila mtu anakuja anafyeka. Lakini wewe, kuna wale wanaokuja akipata tunda anakula, anatulia. Akija anakuta kuna kivuli, anatulia pale kwako, anapata kivuli. Akija anapata kitu kizuri. Wewe ni mti uliopandwa. Lakini sisi tumewekwa tumwandalie Mungu kizazi kilicho safi cha kwenda mbinguni. Hatujaitwa kwenye utumishi tukae tu. Wewe na mimi tumepandwa. Lakini kuna mambo 5
ili huyu Mungu nayemtumia, yanayotujulisha huyu Mungu tunayemtumikia. Somo langu ni kumtumikia Mungu kwa kumjua. Kitu cha kwanza, Mungu ni yule yule. Amekuwa mwaminifu toka zamani. Mungu ni yule yule. Amekuwa mwaminifu toka zamani na sasa na hata milele yote. Huyo Mungu nayemtumikia wewe na mimi amekuwa mwaminifu toka zamani. Huyo Mungu tunayemtumikia. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 7 mstari wa 9 anasema, basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, asikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao na kushika amri zake hata vizazi 1000. Huyo Mungu nayemtumikia, ukimtumikia kwa kumjua, hutapata shida kwamba kumbe ni huyu Mungu wa zama zile aliyetembea na mababu zetu waliopelekwa Umisri kule kwenye utumwa, kwa hasira akawatupa, lakini miaka ilivyoendelea kupita, lile alilolitamka alilitimiza, maana yeye ni mwaminifu kwa ahadi zake, ni mwaminifu kwa magano yake. Akamuinua Musa awatoe kule. Ukiangalia safari yao wakati wanasafiri wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanani, ukiangalia wakati mwingine ukasema, wana walikuwa na akili gani sasa? Miujiza yote hiyo, eti mwanangu, miujiza yote hiyo jamani, wameiona, mara maji yamegeuka damu, mara wanaona vyura, wanaona chawa, wanaona vitu jamani, lakini wao wako salama. Lakini akili za mwanadamu zenye mipaka. Safari imeondoka na kelele za shangwe. Njiani hawajanungunika. Jamani, walinungunika au kunungunika? Jamani, walilalamika au kulalamika? Mpaka wakati Mungu anaumia. Mpaka ikafika na Musa akasema, hapana, mimi hawa watu siku za mimi Mungu nifie mbali. Nife. Lakini Mungu yeye habadiliki. Hatoki kwenye maagano yake. Utabadilika wewe, hatabadilika. Akisema natenda, akiahidi atatimiza. Kinachotupa shida sisi, tunashindwa ile subira, tunashindwa ile saburi, na kwamba ninayoamini mimi ndio nayaongoza kwenye matendo. Sikurupuki. Nitasimama, nina mkazo sahihi ndio unaotawala mawazo. Nimepandwa mimi ni mtumishi Mungu, haijalishi kuna ukame, haijalishi kuna tatizo, haijalishi kuna vikwazo, lakini yale ninayoamini ndio atakayoongoza maisha yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu Mungu wangu nayemtumikia namjua. Ni yule yule aliyetembea na Daudi. Jamani, alitembea naye akutembea naye? Alipendezwa naye akupendezwa naye? Lakini kibano hakukutana nacho. Jamani, salikutana kibano. Na udhaifu wa mwanadamu unauona Daudi. Anatafutwa majira yote, na mimi nimeshawekwa na mafuta, nataka nitambe na mimi nipate gari, na mimi nataka nipande. Sasa wengine tukiingia kwenye utumishi ndio hivyo. Tunaingia kwenye utumishi, vinatakiwa vionekane, uone hata kimoja. Unaomba alafu kukame. Sasa unabaki njia panda. Hivi kweli kuna Mungu kweli? Mungu yupo. Haleluya. Haleluya. Lazima mtumikie kwa kumjua. Maana hii Biblia ndio inayotuonyesha imani yetu imejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii waliotutangulia. Walitembeaje? Si kitu rahisi. Bwana tusaidie sana. Yeye tunamwona Mungu anaheshimu sana maagano yake. Anaheshimu, akisema atakulinda, atakulinda. Akisema atakubariki, atakubariki. Lakini kama tulivyosoma katika Waefeso, kwa wale ambao wameshika sheria, kwa wale ambao wamekubali kutii. Sasa wakati mwingine sisi ndio tunakimbia. Mungu ni yule yule, habadiliki, hageuki. Ukiona Yeremia 32:27 anasema, je, kuna jambo gumu la kunishinda? Ni jambo gani la kumshinda Mungu? Ikiwa mimi nitowe kwenye mkono wa mfinyanzi, mimi nitowe tu mkononi mwake, alafu mimi ni mtumishi wake. Amesema atakuwa pamoja na mimi hadi ukamilifu wa dahari. Pamoja na mimi, sio mbali. Lazima mtumikie Mungu kwa kumjua. Hana la kumshinda. Nikutie moyo jioni ya leo, hana la kumshinda. Usikwame hapo ukasema mimi basi, Mungu mbona simuoni? Mungu sasa yuko wapi? Mbona Mungu mimi haonekani? Ule mwaka wa 88, mimi niliokoka mwaka 87. Mwaka wa 88 mume wangu kastaafu. Sina nyumba,
na watoto 7 na wote ni wadogo, wako shule. Sina pa kwenda sasa, sina pa kukaa. Hapo nabidi nimtumikie mimi, nimebidi niondoke nipeleke watoto ili mzee huko atengeneze maisha, maana watoto wanasoma. Mtoto wetu wa kwanza ndiye alikuwa amemaliza form 4. Hawa 6 bado wako hapo. Kwa hiyo inabidi niende kijijini. Niachane na maisha ya mjini. Nimekaa maisha ya mjini miaka 24. Sasa inabidi niende kijijini. Kijijini nako kwenda, nyumba ndiyo kwa nimejenga ndio wakahamia familia. Kwa sasa pamoja na watoto 7 naenda kukaa na baba mkwe na mama mkwe. Unayaona hayo mazingira? Ni mazuri ni mabaya? Ni mazuri ni mabaya. Lakini namshukuru Mungu, mimi niliweka mkazo sahihi, nikasema Mungu, ninakwenda na ndivyo ilivyokupendeza. Ndio mazingira uliyenichagulia. Huko nitajifunza. Kwa sababu hapa dunia ni darasa. Na kweli nikaingia kwenye darasa mpaka nikalifaulu. Jina la Bwana libarikiwe. Sikukatishwa tamaa na mazingira. Jioni leo nikutie moyo, mwache Yesu ashughulike na mazingira yanayokutesa. Na bahati nzuri naona sehemu kubwa nyinyi ni vijana. Vijana mna changamoto. Mnatamani yaliyo bora, mnatamani kujulikana, mnatamani kuthibitika. Na dunia inawaangalia nyinyi. Ni changamoto inayowakuta. Lakini muangalie kijana mwenzenu Yesu, ambaye yuko pamoja nawe hadi ukamilifu wa dahari. Yeye hawezi kukuacha. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Mtumikie Mungu kwa kumjua. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 20. Yeye anajua yote. Yale unayofikiri hajui, anajua yote. Yale ambayo unafikiri kwako ni mafumbo, anajua yote. Yale wanayokusema, yale wanayofanyaje, yale wanayotaka kukuwinda, yale wanayotaka kukuua, yeye anajua yote. Hakuna kitu chochote ambacho hajui. Anajua yote. Hapo kisoma katika Hesabu sura ya 23 mstari wa 19, yeye anasema yeye si mwanadamu, hasemi uongo. Akisema anatenda. Kwa hiyo mtumikie Mungu katika hali ya kumjua. Umtumikie Mungu katika hali ya kumjua yeye ni nani. Una Mungu asiyebadilika. Una Mungu asiyegeuka. Akisema anatenda, akiahidi anatimiza. Sasa sisi kwa akili zetu zenye mipaka huwa ni wengi kuogopa. Tukajawa na mashaka, tukafungulia hofu. Hofu ikishatawala, mashaka yakatawala. Hofu ikifungulia, giza linakufunika. Unabaki kanisani unasema mbona mimi majaribu yaishi. Unaweza ukakimbia na makanisa ukayamaliza. Leo unaabudu hapa, kesho hapa. Unatafuta wapi muujiza utapatikana. Kumbe Yesu uliye naye sasa anakushangaa. Mtumikie Mungu kwa kumjua. La pili, Mungu wetu ndiye mwenye uwezo wote juu ya hali zote, vitu vyote na watu wote. Huyu Mungu wewe unayemtumikia, mimi na wewe tukaitwa watumishi wake, tukaitwa watoto wake, ndio huyu Mungu ambaye yuko juu ya hali zote. Sasa ni kitu gani kinapoweza kukutisha? Ikiwa huyo Mungu wako yuko kwenye hali zote, je, unasumbuliwa na nini sasa? Itakuwa njaa, itakuwa chakula kukosa, itakuwa uchumi, itakuwa vitu kukuzunguka, itakuwa watu. Ni kitu gani kinaweza kikakusumbua? Na kweli unaweza ukakuta kazini, unaweza ukakuta mwalimu darasani na kupendi, unakuta waliokuzunguka wanakusema saa zote. Lakini ukiwa unajua kwamba Mungu wangu niliye naye, Yohana 13:23 anasema mkiniheshimu mimi, mkinipenda mimi na Baba tunakuja tunakaa hapo. Eti mwanangu, kama Yesu yuko hapa na Mungu yuko hapa, unahangaika na nini? Kuna cha kusumbuka tena? Ila tatizo humpi moyo. Kigeuke kiti cha enzi cha Mungu akae kwenye moyo. Kwenye moyo kuna vitu vimejaa mashaka, kumejaa hofu, kuogopa kifo, kuogopa uchumi, kuogopa wamenisema, ukisikia wamekusema mara 2 3 umesusa. Jamani mimi wamenisema, kwa hiyo wamenisema hata kwenye idara mimi siendi tena. Wamenisema hapana, michango. Kwani Mungu anataka hela? Mungu anakutaka wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwani ukimtolea sadaka anataka hela? Kwani anataka hela? Akiteka hela yes, ziko mkononi mwake, ziko nyingi. Anapita kwenye njia za haki na hukumu, alisishe watu wake mali. Anapita humo, lakini kwenye njia zake. Sasa wewe uonekani mle kwenye njia za haki na hukumu, akurithishe mali. Bwana tusaidie sana. Yuko juu ya hali zote. Waefeso sura ya 1 mstari wa 21. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16-17.
Na Waefeso sura ya 1 mstari wa 21 anasema, juu sana kuliko falme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia. Huyo ndio Mungu tuliye naye. Ukitishwa na vitu vya ikulu, yeye yuko juu ya ikulu. Ukitishwa na vitu vya polisi, yeye yuko juu ya polisi. Unaweza ukawa unatishwa na mamlaka za giza na mamlaka za kuzimu, yeye yuko juu ya hayo yote. Tena yakimsikia yeye anatetemeka. Haleluya. Ndio huyo Mungu naye mtumikia. Sasa wakati mwingine tunatishwa wanadamu. Tunatisha na mazingira ya uchumi, hela sina. Sasa hivi nchi inalia na sisi tunalia. Uchumi jamani, pesa, uchumi zinanyesha. Jamani, zinanyesha kama mvua. Mimi kwa kweli maisha hapana. Wewe mshukuru Mungu una maisha ya muda ya hapa na ya mbinguni yajayo. Mshangilie Mungu kwa ajili ya hayo. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu kuna watu hawana furaha. Furaha ulionayo wengine hawana. Na wakati mwingine ndio kinachotutesa. Daudi katika Zaburi ya 51 na ule mstari wa 12 anasema, nirejezee furaha ya wokovu. Hapo uke wepesi kwenye moyo. Alizamishwa tu na dhambi zake mwenyewe, akapoteza furaha. Na ndivyo tulivyo tunavyopita kwenye msimu, tunamsahau Mungu tunayemtumikia, tunampunguza, tunamfananisha na vitu, tunampunguza, tunamlinganisha na vitu. Tunabaki ni watu wa kawaida, kilio tu kila saa. Malalamiko ni sisi. Yupo juu ya hali zote. Kitu gani kinakutisha? Ni uchumi. Kama sisi akina mama ni ndoa. Mimi mume huyu, mimi mume huyu, mimi watoto hawa, mimi watoto. Wewe Mungu amekupa msaidie huyo jamaa, wewe msaidie tu. Ana madhaifu mengi. Sasa alimuona sio vyema wewe peke yake. Jamani, wanawake mpo? Punga mkono namna hii. Jamani, mimi nimeishi na mvulana wangu mwanaume mzuri kuliko wanaume wote kwa miaka 54. Lakini kwa muda wa miaka yote ya 54 hatujawahi kugombana. Si kwamba hakuwa mkorofi. Sije ukasema alikuwa namna gani, hapana. Nilijua kukaa kwenye nafasi yangu. Haleluya. Nilijua kukaa kwenye nafasi yangu. Mwanamke, ndani ya mwanamke ipo nguvu. Tuna wema wa asili unaokubalika na kila kiumbe. Huyu ananishindaje huyu? Ikiwa nilimlea mimi huyu, tena mkaidi analia mimi ni naye tu. Nampaziwa na ngata lakini narudia namnyonyesha. Napika chakula changu anakunya mimi nakusanya mavi. Namweka miguuni nimevaa suti yangu kama hii anakojoa mimi nacheka. Huo ndio wema wa asili tuliopewa. Hii na mosaka ntarabo. Hii ya papa. Sasa tunashindwa kukaa nao hawa. Hatujajua nafasi zetu. Ananishindaje huyu? Halafu bahati nzuri huyu alipokea pumzi ya Mungu akiwa ni wa kwanza. Huyu anakaa vizuri, anafanana na Mungu. Yeye ni udongo, mimi ni kanyama tu, nilitoka huko. Ndio maana mwanaume usimshangae mtoto wa kike. Sisi tunataka urembo tu kila saa. Wewe ngozi imejaa kabisa, tunataka zingine. Nywele unazo unataka kuongezea. Kucha Mungu kakupa unaongeza zingine. Hii ni nyama hii. Inataka mdalasini, inataka vitunguu saumu. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Haleluya. Sasa huyu mimi ananishindaje? Ninao wema wa asili unaokubalika na kila kiumbe. Nikijua nafasi yangu vizuri, Mungu amenipa nimsaidie, mimi nitamsaidia, nitambadilisha. Anaacha baba yake na mama yake huko, anaambatana na mimi, tunakuwa mwili mmoja, alafu tunakuwa sambamba. Lakini kuna gharama ya kujenga msingi, kutoa maziwa ya mama yake. Lakini natumia wema wa asili. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Watoto, tumbo langu ni sababu watoto ni urithi wa Mungu. Nina jukumu lenye heshima, namzalia Mungu. Ndio maana akanipa kuzalisha, kutiisha na kutawala. Mimi namzalia Mungu, wasipate shida wasipate shida, namwambia yeye mimi ni mbegu. Ameniweka duniani nimwendekee kizazi kilicho safi, namwambia yeye aliyewaweka tumboni ndiye anayewajua. Sasa wakati mwingine tunahangaika nao, tunateseka nao na watakatifu sisi. Haleluya. Utasema wewe hawajakusumbua, wamenisumbua. Lakini namshukuru Mungu wako kwao. Nina watoto wa kike 5 na wa kike na wa kiume 2. Lakini namshukuru Mungu wote wako kwao. Jina la Bwana libarikiwe. Mjue Mungu wako. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16 na wa 17.
Mungu wetu ndiye mwenye uwezo wote juu ya hali zote, vitu vyote na watu wote. Mtu gani anakutisha wewe? Mwenye pumzi kama yako, nani anakutisha? Ikiwa Mungu wako yuko ndani mwako, unaogopa nini? Wakati mwingine tunafungulia giza wenyewe kwa hofu na mashaka. Shetani ni simba ngurumaye, ni kweli ananguruma. Ananguruma, anakuja hivi. Nilikuwa natoka kwenye kuhubiri mkutano usiku saa 7. Nilikuwa nimeenda mbali, nikuko zama zetu Edi na najua tulikuwa hatuna magari kama sasa hivi na pikipiki. Sisi ni kuchapa mguu tu. Nimepiga mguu, nimetoka kwenye kuhubiri mkutano mbali kweli, nimeacha mtoto anaumwa, siwezi kulala kule kwenye mkutano, inabidi nirudi nyumbani. Kwenye saa 6 napita kwenye kona hivi, nikashtukia gari kubwa, kama gari kubwa linanivamia, moto unawaka hivi. Mara nikakamatwa, nikawekwa chini mweleka kwenye majani, tukabiringika kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina. Wewe likanivuruga jamaa, kwa jina Yesu, kwa jina. Ghafla Yesu, kwa jina. Ghafla ikazimika. Nakuja kuchungulia hivi, namuona mama mmoja kakaa hapa, yuko uchi, anakaa nguo tu hapa. Kanitia mweleka. Lakini ameshindwa kwa jina Yesu. Mimi rohoni kwa jina Yesu ameshindwa. Nikawa nashangilia ushindi. Haleluya. Sasa huyu Mungu aliye naye, huyu mama nimemjua, ni mke wa fulani. Lakini narudi huku kwenye sheria za Mungu wangu. Ananiagiza nini juu ya huyu? Sikumtaja. Sikumwambia mtu. Sikumweleza mtu. Sikutoa ushuhuda kwa mtu. Nilinyamaza na muombea. Siku moja tuko kwenye chama. Walikuwa mtu amekufa na mimi niko kwenye chama, maana bado niko duniani, mbinguni sijaenda. Wamenipanga na yeye tunamenya ndizi. Nikamwambia Jumatano leo lazima niende kanisani. Sasa mwanangu utabaki hapo unanisaidia. Mama Tibe na nyinyi na dini yangu. Nikamwambia sikiliza, hii dini ulionayo ndiye nayo tulindo. Nakumbuka siku ile wamenitia mweleka pale. Sasa ningekuwa hayupo, kwanza niambie ulitaka kunipeleka wapi? Akanisimulia. Tulikuwa watu 16, tulijipanga tukutupe kwenye mlima fulani. Si unajidai una nguvu. Mliniweza mkuniweza, hatukukuweza. Nikasema sasa unaniona mimi Mungu tunayemcha, ndio maana sijaweza kutamkia mume wako. Mume wako ulimwachaje? Unajua jinsi unavyomwacha. Yeye anajua kwamba uko hivi. Je, hicho kitu ulipewa na nani? Mimi nilipewa na bibi. Bibi nikasema sasa nataka kukusaidia huo mzigo sasa, maana utakuja kukamatwa na mwingine. Mimi sikio nitaka nikubebe nikulete kwa mumewe usiku. Lakini nikajua kwamba hukuaga. Lakini sasa ile ungeniwangua huu mwili huu, nilikuwa hodi nilipigia kule, nyie nifungulie mlango. Jina la Bwana libarikiwe. Lazima tumjue Mungu huyu tunayemtumikia yupo juu ya hali zote. Kisikutishe kitu chochote. Nikutie moyo, kisikutishe kitu chochote unaanza kuogopa sijui mimi nitafanyaje. Hapana. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16 wa 17 utasoma, kwa sababu inaeleza juu ya Mungu wetu tunayemtumikia. Ni yuko juu ya, ana uwezo wote juu ya hali zote. Yawe maji, ndio maana anasema katika Isaya, anasema utapita kwenye miali ya moto, huteketei. Utapita kwenye maji, lazima upite. Shadraka, Meshaki na Abednego hawajaingia. Jamani, hawakuingia kwenye tanuru la moto. Waliteketea hawakuteketea? Jamani, waliteketea hawakuteketea? Hivi unafikiri wao walikuwa hawajipendi? Lakini walimtumikia Mungu kwa kumjua. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Walimtumikia Mungu wao kwa kumjua. Anasema Mungu tunayemtumikia aweza kutuokoa na hilo tanuru la moto. Wazazi walilia, wamama waliomboleza, Shadraka, Meshaki, watoto wetu mnaenda kufa, hili jamaa hili ni katili, limekoka moto mara 7 mtakufa. Wanasema hapana na tufe, wakafunga na masuti. Hapana. Kuishi hapa ni Kristo, kufa ni faida. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Wanatupa, wanabebwa hivi, lakini kuna hatua. Lazima uwe unamjua Mungu huyo unayemtumikia. Mwali wa moto, wale walioenda kuwatumbukiza wao walikufa na moto, wao wakabaki salama. Haleluya. Wale wanaokutafuta wewe wache wafe wao na moto. Simama na Mungu unayemtumikia. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Hao wanaokuwinda huduma yako, wale wanaokusema ofisini, wao wanaokuchukia, hapana, wewe nyamaza kimya, mtumikie Mungu. Yupo juu ya hali zote, vitu vyote na watu wote. Wana WWK mpo? Jamani, wana WWK mpo? Hivi wanawake wenzetu nafikiri walikuwa wanatumika vizuri vizuri tu? Ilikuwa ni vizuri Mabinti mpo? Punga mikono niwaone. Hivi wewe haka kajamaa ka Bikira Maria haka Mungu anakachagua kati ya mabinti yote, tena kalikuwa kanawezekana kana matege kama ya kwangu.
Kabinti kadogo hivi, tena sio family yenye pesa, kadogo kanatoka kuabudu, kanakutana na malaika. Malaika anasema mpaka kanasema, hili neno gani hili? Mbona mimi sistahili? Anasema ni mimi nimetumwa na Mungu. Atakujiria Roho Mtakatifu. Itakuwaje mimi sijui mume? Roho Mtakatifu atakuja atakufunika. Utakizani kitakatifu. Alafu Bikira Maria anasema iwe hivyo. Wewe unaweza ukatamka iwe hivyo? Lakini ukimjua Mungu wako, sheria za taifa la Israeli alikuwa anajua nikipigwa nikibeba mimba nitaonekana na mimba, nitapigwa kwa mawe mpaka nife. Alikuwa ajui. Na huku jamaa amekutana nalo barabarani huku, likamwambia mama yupo, baba yupo, amesikia sauti tu. Alafu anakubaliana nalo, na iwe hivyo kwa mjakazi wako. Akarudi, alafu mimba miezi 2 imeingia. Unafanyaje sasa? Eti mama yangu imeingia. Sasa inawezekana mama alikuwa anamuita, mwanangu mbona unabadilika? Maziwa yamekuwa makubwa mwanangu, kulikoni? Na kule walikuwa na mila kama ya kwetu kule, lazima wakupeleke wakuangalie. Wakienda kumchungulia wanakuta bikira ipo. Wanashangaa wenyewe. Sasa nini? Kina nini mwanangu karogwa? Kama wakawaganga walienda sana. Haleluya. Iwe hivyo. Ni kuikana nafsi na kujitwisha msalaba. Mkazo sahihi unatawala mawazo. Mkazo sahihi ni daraja la matumaini. Iwe isivyo ninamjua Mungu, mimi nitavuka. Iwe isivyo Mungu naye mtumikia yupo juu ya hali zote, vitu vyote na watu wote. Ndiye aliyeniita kwenye utumishi, nimepandwa kama mbegu, mimi anataka nimletee kizazi kizuri kilicho safi. Halitanitisha hivi. Na Mungu akiingilia mbinguni anaangalia mkazo sahihi, anafurahi, anasema siku hizo ukiumwa kichwa kanisani uji. Tumbo likiuma, mimi nauma tumbo, hata siendi. Wewe ungejitoa mkazo sahihi, wewe isiwe, maana yule ni Jehova Rafa, mbona ni Mungu aponyaye, na anasema uponyaji ni chakula changu, ngoja nikale. Nakwambia unakuja unafanya za hapa, kansa inaondoka yenyewe. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Kansa inaondoka yenyewe, utasa unaondoka wenyewe, BP inaondoka wenyewe, vifungo vinaondoka vyenyewe. Kwa nini? Mkazo sahihi ni daraja la matumaini. Umemjua Mungu unayemtumikia. Tumtumikie Mungu kwa kumjua. Haleluya. Na la tatu, ahadi zake ni msingi wa hakika kwa ajili yetu. Ahadi zake. Hasemi uongo. Kisoma katika Hesabu 23:19. Hasemi uongo. Na katika kitabu cha Tito, ile sura ya kwanza mstari wa 2. Kitabu cha Tito. Ahadi za Mungu zake ni msingi wa hakika kwa ajili yetu. Ahadi zote alizotamka. Sisi tunazo ahadi lukuki. Watu wa Mungu, sielewi tunashindwa wapi. Tunazo ahadi rukuku, yani ni nyingi. Tena ni msingi wenye uhakika. Unajua vitu vingine unaambiwa alafu havina uhakika. Lakini kwa Mungu wetu sisi ni msingi wenye uhakika. Yana anaweza kila kitu. Haleluya. Haleluya. Katika kitabu cha Tito, naomba mmoja atafute sura ya 1 na ule mstari wa 2. Kitabu cha Tito. Kuna aliona nisaidie kusoma? Amen. Tangu milele katika hilo tumaini hilo, Mungu aliliahidi, hawezi kusema uongo. Hizo ahadi zake ni za msingi. Ni wewe kurudi kuziangalia zile ahadi unapopita mahali pagumu. Yeye ni mkweli na ni mwenye haki na ni mwaminifu, na kwa yote aliyoyaahidi anayatenda. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 24. Mtumishi wa Mungu Paulo anawatia moyo Wathesalonike hao. Anasema yeye aliyoahidi ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwenye haki, ni mkweli. Wewe tulia, tunashindwa saburi. Mtumikie Mungu wako kwa kumjua. Bwana tusaidie. Nilipokuwa nimeokoka nina miaka 2 tu, ndio mume wangu anastaafu. Tunataka kuondoka kijijini. Tuko 2 times 2 minus 4. Na wakati wote tayari na watoto 7. Ndugu zangu wote walikuwa wananizomea. Wote. Sasa watafanyaje?
Huyu mwanamke kajitia huko kwa Mungu. Sisi anafikiri ndio kuna rehera. Yeye kanisani tu kisikia mama Tibe yuko kanisani. Mwenye kingoni kile kile. Watoto ndio hivi, alafu amevizaa hivi. Alafu yeye na kijani haijui. Sasa hivi Mungu anakuza ahadi yake kuliko jina lake. Akisema nitakubariki anakubariki. Akisema nitakuinua atakuinua. Akisema nitakutetea atakutetea. Wewe huna mtetezi mwingine, wewe ni kumngangania tu. Haleluya. Tena anasema usiambatane na kitu kingine, ambatana na yeye tu. Alafu uwe na mkazo sahihi. Sasa wengine tumekatishwa tamaa, tukasahau kwamba Mungu ana ahadi za kweli. Tena ni mwaminifu. La 4, wewe na mimi hatuna msaada kwa mwingine. Sijui mwenzangu una msaada kwa nani? Una msaada kwa nani? Utasema kweli naumwa, mimi msaada wangu uko kwa specialist wa magonjwa ya mifupa. Si ndio msaada wangu? Inawezekana. Mimi msaada wangu ni mwalimu wangu. Msaada wangu mimi ni mume wangu, ndiye anatoa hela. Sisi hatuna msaada kwa mwingine. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Hatuna msaada kwa mwingine. Piga ua wewe mnganganie, maana nikiinua macho, nikiinama, nikiinuka, mimi sina msaada kwa mwingine. Msaada wangu ni kwa Mungu aliyeniita naye mtumikie. Maana vyote nimeacha. Nimewekwa huru mbali na dhambi zilizopita, nikapewa nguvu ya kushinda zilizopo. Nimewekwa huru mbali na laana. Sina mbali. Nimewekwa huru mbali na jehanamu. Nimewekwa huko huru mbali. Nimetengwa na kila kitu, sina msaada kwa mwingine. Wenzako wanatembea kwa waganga. Wenzako wanatembea huko na huko. Msaada wao ni specialist. Hata angekuwa specialist, yeye sio Mungu. Kwani hospitali si wako wanakufa? Sio wanapelekwa India na wanarudi wanakufa. Si ndio jamani? Msaada wako ni Mungu. Daudi akaangalia na kuimba nyimbo tumeimba. Akatizama milima akasema msaada wangu utapatikana wapi? Akasema hapana, msaada wangu uko kwa Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Msaada, Mungu ndiye msaada wako. Lilo naloliona ni mlima, lilo naloliona ni tatizo, lilo naloliona linakushinda, lilo naloliona limekuwa gumu kwako. Na mwingine hata umekaa hapa leo unasema sijui leo nitaangalia wapi, nitaanzia wapi. Pa kuanzia wapo. Unaye Mungu aliye msaada wako, aliyetamka ikawa, akaamuru ikasimama, aliyekuumba na kwa pumzi yako kwa unasema, alafu akakuchagua katikati ya watu wengi mosakata. Ntaira bobo. Walikuwepo wenye akili, walikuwepo warefu, walikuwepo wasomi, walikuwepo maprofesa, walikuwepo wazuri. Akakuona wewe katikati ya ukoo wako, akakuita, akakuchagua. Unajua umependelewa Jamani, unajua umependelewa? Jamani, umependelewa. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Usifikiri kuwapa ni mchezo, sio kitu rahisi. Ukachagulia kule kwenye ukoo wa Chawi ule. Wewe Mwenyezi Mungu na mazingaombwe kule. Maana kila kabila lina falme. Ukaondoka kwenye ufalme wa kwako kule kwenye kabila lako. Mungu akakuchagua wewe, akakukomboa kutoka kwenye zile. Akasema, alafu akakuleta hapa, akakubatiza na jina, akasema wewe ni mwanangu, wewe ni mtumishi wangu, wewe ni mtakatifu wangu, alafu mbinguni huko kuna makao. Wewe umependelewa. Mwambie mwenzako umependelewa. Mtumikia Mungu kwa kumjua. Mara kwa mara tuna shida, tunamtumikia Mungu sisi kama alivyoambiwa Suleimani, nia. Tunamuona watu wengi tuna grafu. Unamwona anakuwa vizuri, mtakatifu, anakuja kwa spidi. Wewe unahurumia sana watumishi wa Mungu. Chungana wahurumia. Kabisa unamwona anamtegemea, anasema siku 2-3 kaporomoka. Tena na huyu rafiki yangu. Nia. Kwa nia ya kumkubali. Iwe isiwe. Ndio maana Yesu anasema ikane nafsi, alafu jitwishe msalaba, unifuate. Panahitaji mkazo sahihi. Mtumikie Mungu kwa kumjua. Na la mwisho ambalo ni la 5, uwepo wake kwenye maisha yetu ni ushindi tayari. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Uwepo wake kwenye maisha yake yetu, Yohana 14:23 anasema mimi na Baba nakaa. Sasa unapotembea una hofu nini? Mimi huwa sina muda wa kuuliza mtu maswali, hata nikisikia ananisema. Edina, nimuulize ulikuwa unanisema. Kwa nini mimi nisisemwe? Huyo Mungu niliye naye wanamsema. Wanamsema. Lakini Mungu naye ili jua jamani. Sasa jamani tunamsemaga huyo Mungu. Sisi kuwa na Mungu kwenye maisha yetu, sisi ni washindi tayari.
wewe na mimi ni washindi. Lakini kinachotupa shida ni ya kwenye mioyo yetu. Tunakuwa tukipita kwenye misimu, hasa misimu. Wanadamu tunafikiri kwa sababu ni kweli Mungu alitupa kutiisha, kutawala na kuzalisha, akaviweka vyote vikameremeta na vyetu ametupa kutiisha. Halafu Mungu huyu ni mzuri. Yeye amekupa ukae hapa. Yeye haji mpaka wewe umuite haji. Usipomuita haji. Sasa amekupa na wewe. Sasa alikumba tawale mbingu na nchi pamoja na wewe, si ndio? Kwa hiyo Mungu mbinguni yeye anakuona. Yeye anakuona hivi. Jicho lako liko mchao. Wangoja ufadhili zake ndio aweze kuponya nafsi zao na mauti. Wale wanaomngoja. Jicho lake linaangalia hivi. Sasa nataka wewe umtafute. Aje hapo kwenye shida yako. Aje hapo kwenye tatizo lako. Aje hapo kwenye kitu unachokiona ni kizito. Sasa sisi baada ya kumtafuta tunafungulia vitu kwenye moyo. Huko ambako inabidi yeye akae. Huko kwenye chemichemi sasa zinazima. Mithali 4 mstari wa 23. Anasema linda sana kwenye moyo, ndiko kwenye chemichemi za uzima. Kipindi hiki sana tumekuwa hatuwezi. Kuna vitu vingi ambavyo sisi tumevipoteza sana. Lakini kama tukitulia, tukamjua Mungu wetu, Mungu wetu ni Mungu yule yule, amekuwa mwaminifu tangu zamani na sasa na hata milele. Ndiye aliyetembea na taifa la Israeli mara hakuna njia, hakuna ni porini. Jamani, walipita hawakupita? Walikula hawakula? Wao wingu liko juu yao na nguzo ya moto ipo katikati yao. Wanapita. Maji yamefika yakaona uso wa Mungu yakatoa njia. Si ndio Mungu aliye naye? Hilo tatizo unaloliona ulitatoa njia likiuona uso wa Mungu aliye ndani mwako. Naomba tusimame. Naomba tusimame leo, tunaishia hapa. Nimekueleza mambo yanayojulia ya kutujulisha huyu Mungu tunayemtumikia. Wakati nimemuuliza Mungu sana kwa habari ya kusimama leo, ndio maana sijasimama sana nikilenga neno letu, lakini ninaelekea huko. Anasema muangalie yeye, si ndio jamani? Muangalie yeye, hata jioni ya leo upo. Lakini hebu yaangalie matano haya mambo ya Mungu wako. Ni yule yule aliyetamka ikawa, akamuru ikasimama. Ni yule aliyetembea na watakatifu miaka 40 jangwani pasipo vuli, masika wakala wakani. Ni huyo huyo maji aliona uso wake yakaondoka. Ni huyo huyo wakina Shadraka, Meshaki na Abednego wanapitishwa kwenye tanuru la moto. Isaya anasema hapana, tutapitishwa kwenye tanuru la moto, tutapita. Lakini sisi hatuteketei. Sisi tuko duniani bado. Moto na wake hatutateketea, na uje wa uchumi na uje wa kukataliwa na uje wa kupingwa, hatuteketei. Haleluya. Hatuteketei. Maji yaje yako hapa. Hakuna kitu kinachomzidi Mungu wetu. Yupo juu ya hali zote unazoziona, za mafuriko, za mioto, kila kitu yupo. Yupo juu ya vitu vyote. Ni kitu gani kinakupa shida? Yupo juu ya watu wote. Alafu pumzi na uhai wao umeshikwa na yeye. Hatima ya kila mmoja imeshikwa na wewe, na vyote vijazavyo nchi ni vyake. Mlingoti wa dunia ameushika yeye, limokosa kataka. Ukiona bahari, ukiona mito, ukiona chemichemi, Mungu yupo anavitawala. Alafu ndio huyo Mungu wako. Naomba uanze kuhamisha mawazo ya kujidharau. Anza kuhamisha, ni wapi nia yangu ya kumtumikia Mungu wangu ni ipi? Je, nasukumwa nini huku ninapokwenda kwenye ibada? Ninapotoa nasukumwa nini? Ninapoimba, unajua wakati mwingine tunaimba si kwa nia. Alafu hata kwa maombi mengine tunaomba sio nia. Hatuombi kwa nia inayofaa. Ndio maana Yakobo anasema maomba vibaya ndio maana mpati. Kuna vitu vingine wala usumbuke navyo, kemea toka kufa, bilishakufa siku nyingi. Mimi nikilala usiku nalindwa na malaika. Hinkondo mosaka. Nalindwa na malaika. Haijalishi kibanda changu ni hicho. Si ndio sogea tulale? Lakini mimi pumzi yangu hapa najua ni vya muda, vinapita. Vingine vinavyotesa ni haya marofa ya watu na magari ya watu. Ya nini? Natengeneza vya mbinguni. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Hivi vya mjini vya hapa atanipa kwa sababu aliahidi kunipa hapa mara saa, na huko aliahidi kunipa, lakini sina muda navyo, visinisumbue sana kunitoa kwenye nia ya kumtumikia Mungu kwa kumjua. Anapita kwenye njia za haki na hukumu alisishe watu mali, lakini anakuona upo kwenye hizo njia ili akulisishe. Jaki kulisisha utakaa kanisani? Unatamani gari akikupa utaingia kanisani? Unatamani pesa nyingi akikupa utaingia kanisani wewe? Unatamani uitwe bilionia akikupa ubilionia utakaa wewe? Unatamani uitwe waziri mkuu akikupa waziri mkuu utaendelea kumwabudu?
Maana na yeye anapima, alafu anasema sipendi wapotee hawa watu wangu. Ndio maana Yesu anasema alionipa Baba simpotezi hata mmoja. Mungu hata kupoteza. Niombe jioni ya leo, wakati tutaendelea na semina yetu kesho, tafakari Mungu uliye naye. Ametupa utumishi uliotukuka. Ni kuombe kuanzia sasa, ondoa hofu. Inawezekana ni magonjwa, inawezekana ni uchumi, inawezekana ni kukataliwa, inawezekana ni kubezwa. Unafanya vizuri, ukitaka upongezwe yanakuja mabaya. Unakatishwa tamaa. Unataka uambiwe asante, unaambia hujafanya kitu. Unabezwa, unakataliwa, hiyo ndiye tegemea kupenda, yeye hakutaki. Wakuchukie wote Yesu anakupenda. Wakukatae wote Yesu anakupenda. Haleluya. Anasema kao hili la hapa hata kama litaharibika, sisi tunakaa huko mbinguni ambalo haliwezi kuharibika. Ni kuelekeza shauku zako kwa Mungu wako. Lile jaribu lilo nalo, tatizo lilo nalo, mwelekeze Mungu. Elekeza shauku za Mungu. Inawezekana ni watoto, inawezekana ni ndoa, inawezekana ni uchumi, inawezekana ni kazi. Kipindi tulicho nacho, vijana wetu mpo hapa, wengine wamemaliza kazi, hawana kazi, wamemaliza shule, hawana kazi. Kijana wangu akamaliza degree, amekaa nyumbani tu mwaka wa kwanza. Wa pili nikasema nenda kasome. Kumbe kaenda kusoma ndio kamaliza kabisa, akarudi kazi hakuna. Nikamwambia mwanangu, twende nikuonyeshe biashara. Biashara gani? Twende. Nikaenda naye Kariakoo, nikaanza mnunulia mashati ya batiki. Nakwambia kule tunanunua 5,500. Sasa ukipita huko mitaani, anzia pale faya unauza 10,000, ukirudi jioni na 50 zako. Mungu ametupa akili ya kupima, kutathmini na kutafakari. Vijana wangu, acha kuchutama. Nenda na mazingira, useme nina degree. Sasa hivi hatulingi na degree. Riki koko nosika, linga na Yesu uliye naye. Naomba upate kibali. Sisi tumepewa kumiliki na kutawala. Anasema tutakapoweka miguu yetu tumepewa. Mshangilia Bwana Yesu kwa makofi. Tuondoke kwenye hofu, tuondoke huko, tukafungulia giza. Giza limefunguka. Sina kazi, fursa zipo. Linga na Yesu uliye naye. Haleluya, haleluya. Naomba weka mikononi yako kifuani mwako. Hii ni kondo musakata na bosai. Weka mikono mwako kifuani mwako. Tafakari kiyo no musakaka. Tafakari Mungu aliyekuita umtumikie kwa kumjua. Ni yule aliyetamka ikawa. Ni yule wakina Daudi walipitishwa, kina Yusufu alikuwa na shida, ni mtumishi wa Mungu, amepewa maono. Unaweza ukauona udhaifu wako ukasema alikuwa dhaifu, lazima labda alisema ndato. Ilibidi apite kule, kiwe ni kipimo chake. Lakini aliitwa mtumwa, akapelekwa na gerezani, kapachikwa. Lakini jamani, alikuwa waziri, hakuwa waziri. Naomba usikate tamaa, songa mbele. Nataka unaenda ukamwambie Mungu, anasema haja zako zijulikane na mimi. Una haja gani jioni ya leo hii? Ni madhabahu. Ndipo penye majibu ya maswali unaojiuliza hapa. Ndipo penye suluhisho la kila kitu. Anasema yeye anaketi mahali pa juu sana palipoinuka patakatifu, pamoja na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili afufue mioyo ya waliotubu na walionyenyekea. Hata jioni ya leo yupo Riki Kontorobosaka. Yupo kukufufua pale ulipochoka, yupo kukutia moyo, yupo kukuinua leo. Wewe ni wewe kuinua shauku yako na kuelekezea yeye. Mazingira yasikuzuie, mazingira mwachie Yesu ashughulike nayo. Nakwambia ni siku chache unakuwa na muujiza. Haleluya. Limosika yanamosika. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mkuu, mwenye nguvu, mwenye uweza, mwenye mamlaka, ni Mungu aliyetamalaki, upo juu ya hali zote, vitu vyote na watu wote. Nimetoka, nimekujua, sijawahi kujuta na sitajuta. Wewe ni halisi, hujawahi kubadilika na hutabadilika. Asante, maana jioni ya leo ni saa za jua kupungua ulizosema na Adam na Hawa. Walikuwa wamekwisha choka, walikwisha kata tamaa, walivunja sheria, walikataa mausia yako, lakini huruma ili kusukuma ukawahurumia. Ndivyo jioni ya leo tumetulia, watoto wako wa kike na wa kiume. Tumetulia Jehova, tuko kwenye uvuli wako, tumeikabili madhabahu yako. Na kwa sababu jicho lako liko wakuchao wale wangojao fadhili zako, niwezaje kuponya nafsi zao na umauti. Kuna ambao nafsi zao zimechongwa, kuna nafsi ambao zimeumizwa, kuna nafsi ambao zinateswa, wana magonjwa yasiyopona, wana mawazo makubwa na uchumi, milango imefungwa, waoni pa kwenda. Wewe ni Mungu, utakuwa Mungu na ndivyo ulivyo, kwa sababu upo juu ya hali zote, vitu vyote na watu wote. Zaidi na zaidi Baba, ahadi yako ni msingi imara kwa ajili ya maisha yetu. Hatuna msaada kwa mwingine, hatuna msaada kwa mwingine, wewe ndiye msaada wetu, we Bwana. Baba, jioni ya leo sawa sawa na neno lako Mungu, maana ukinituma neno linafungua
linafungua, linaponya. Ukituma neno linatimiza makusudi yako. Baba asante, maana najua jioni ya leo yupo ambayo umetamani umwinue jioni ya leo, ambayo mponye jioni ya leo. Nami kwa mamlaka ulionipa, kusanyiko lako nalileta chini ya mkono wako uliotukuka, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na achilia damu ya Yesu juu ya mmoja mmoja, na wafunika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na apiza vifungo kwa damu ya Yesu, na apiza roho zote za giza, na apiza kwa damu ya Yesu roho zote zinazotesa, toka kwa jina la Yesu Kristo. Ziko madhabahu za kabila, ziko madhabahu za wilaya, ziko madhabahu kwa jina la Yesu. Na apiza roho fatilizi za magonjwa, ng'oka kwa moto kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Magonjwa anza kutoka, achia ya mili, achia damu, achia nyama. Nasimama kinyume na roho za utasa, tasa toka kwa Yesu Kristo, toka utasa kwa damu ya Yesu. Rikai yatarabosa, ripapa papa, ikataka papa papa, rita papa saka, ora mosa yabo, ora mosa yabo, ora mosa yabo. Tumbo langu ni thawabu, toto ni urithi wako. Nimeona vijana wako mahali hapa, ndani ya vijana kuna kitu cha tofauti, unawatamani katika ufalme wako. Kuna waliochoka, waliokata tamaa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, wafungulie milango Jehova, waguse Mtakatifu ishe na kutawala, Mungu wa milele, maana wewe ni mwema, ni mwaminifu, na uwepo wako katikati ya maisha yetu pana chimbuko la kila jambo, katika jina la Yesu Kristo. Baba mfalme, na acha kusanyiko lako chini ya mkono wako uliotukuka, na Roho Mtakatifu aendelee kutenda kazi, aguse nafsi ya kila mmoja mmoja, ili tusimame kwenye utumishi wako kujua, utupe ufunuo, tukutumikie katika kujua, hasa katika nyakati tulizo nazo. Ni nyakati za jioni, lakini wewe ni Mungu liye kimbilio letu, ni Mungu liye msaada wetu, ni Mungu liye ngoma yetu, hatuna msaada kwa mwingine. Kusanyiko lako naliweka chini ya mkono wako uliotukuka. Baba, wabariki watu wako, hata ambao wapo jioni ya leo kule majumbani, ukawaguse, ukawakumbuke, walio safarini, walio nchi kavu, walio baharini, neema yako ikakutane nao, wakosi wache wanaowapungukia, walio wagonjwa majumbani, ukawainue kwa jina la Yesu. Na magonjwa na yakemea na yaondoa juu yao kwa damu ya Yesu. Roho za mauti na nyamazisha kimya, makaburi nafukia, majeneza napasua kwa moto na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Nafungulia uzima, nafungulia afya, nafungulia furaha, nafungulia amani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Likatino limosika, siugusi utukufu wako, bali katika kila jambo na kila tendo jitukuze, maana uliitwa Mungu wa mwenye haki, ni pale ulipotenda. Sifa, heshima na utukufu vikurudie kwa sababu na kustahili. Ni katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu nimeomba nikishukuru. Tuseme wote amina. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi, na Mungu awabariki. Karibu kiongozi.